tulikuta siku moja tutafanya nini tutaiacha. Utaki ya upende utaiacha. Haleluya. Ni siri gani yenye iko na kusumbua? Yenye Mungu iko na usika juu yako. Wewe peke roho yako iko temwe. Amena. Roho yako iko temwe. Yaani siri mbaya inamfanya Mungu ahusike. Na ndio maana siku ya 3 asubuhi tulianza kusungumushia neno. Na jioni tukashuhudia ushuhuda kusema unaniona hivyo mbele yako ni kupitia Mungu aliyokubali. Lakini siku moja tulikuwa tushakufa na Mungu atarudisha. Haleluya. Amena. Na wale walikuwa ile siku ya 3 asubuhi na magharibi, Mungu azidi kuwabariki. Na wengine kuwa Mungu awabariki. Amena. Sababu hautarudia tena mengi kabisa, iko sentence. Amena. Na hapa tuliingia ndani ya Biblia tukatazamia waliokuwa mbele yetu. Tukakuta couple ya Anania na Safira. Haleluya. Hapa tuko wengi na couple hapa. Amen. Na hao watu walikuwa Wakristo pembeni ya mitume. Na hao mitume walikuwa wanakujaza roho sana ya Mungu. Na huyo Mungu alikuwa akifungua. Na siku moja walifikiri bien. Haleluya. Asema Bwana, mke wangu mimi naona kama tumtolee Mungu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jinsi unafikiri yako, kazi yaende tufanye hata hivi. Endelea vile. Amen. Endelea vile. Wanakuja wanapatana, wanazungumza vizuri. Wanasema bo tunakubaliana ni sharti twende mbele na mtumishi wa Mungu porque tuboreshe hii wazo yetu na sisi Mungu atubariki. Amen. Nitakwambia hapana kucheza na pendo lako mbele la Mungu. Usione mtu hapana. Amen. Na ujua wakati atakufanya kitu umtolee Mungu amfanye kitu kile Mungu anataka. Shetani yuko ndani kufanya nini? Kukupiganisha. Sasa wewe usilegee. Ni mapambano na shetani. Haleluya. Ni mapambano na shetani. Yeye unashawishi sana. Sababu ukisha kufukuzwa na anachunga moto hata sameoka pana. Sasa sisi kuna neema. Haleluya. Hiyo neema ya wewe kusamehewa inamfanya yeye kuhusika zaidi. Amen. Sasa wewe mwenyewe unakataa nini? Mungu akusamehe. Huko ajificha ficha na siri yako. Hayo kikweli. Unafika mtumishi anamwambia ni sawa, Mungu ambariki zaidi na mfanye hivyo. Na wanatoka wanaenda kuisha kipande cha shamba yao hiyo. Haleluya. Ilikuwa yako. Amen. Wala hakuna mtu mwenyewe anawapishia Mungu naye. Lakini roho wa Mungu anawaambia kusema kama mfanye hivyo na Mungu akufurahikie. Amen. Wanaushisha kisha kuushisha wanapata tena tamaa. Haleluya. Ni huruma sana. Huko napata tamaa mbaya kwa ajili ya vitu vinavyofanywa kati ya kanisa ama ndani ya kanisa. Mungu akuhurumie. Haleluya. Ni sharti kujitambua na kujijua. Sipende ukue kilano. Sipende uende kumoto hapana. Sababu siri uko nayo, Mungu kunaiona. Na ndio maana anataka utoke mbele siri. Lakini wewe uko na kaza moyo. Nikasimama, bado si mimi. Yesu anasema, "Yule atakayesikia haya na siku za mwisho atafanya atamsikia haya." Haya ni arme ya shetani. Iko anestesia kwa anestesia porque usisimame. Haleluya. Wala usisikie la Bwana. Unasikilizana, wasema pana magoti kwa mingi vya. Tukate kipande kabambi tusije vitu vingine, hiki kidogo tena kumpatie. Kama vile desturi za watu. Haleluya. Vile vitu vichafu ndio analeta mbele ya Mungu. Uko na haki. Amen. Basi una haki.
Yesu tunapenda Mungu kubariki. Amen. Kutoa tunapenda tulisha hiyo baraka yao tutafuta kupokea mbele ya Mungu. Namna gani ilivyo tena balaa. Haleluya. Namna gani pesa sasa kuna kanisa kwa balaa mbele ya Mungu. Amen. Namna gani Mungu hasi kusikitika na wewe juu ya kile ndio kuna kumuro yako, sababu unaweza ukaseme mejiko ndani ndio Mungu anaangalia. Wanakucha wanasikilizana, haya Biblia inawaambia Bwana basi huko pelekele mali ya Bwana waipeleke. Anakucha mbele ya mtumishi wa Mungu Petro, huruma sana. Wanasifika, anafika analia. Ase Bwana tunataka kutimiza haidi tuliyaitia Mungu, tu haidi ni deni. Mungu anamwambia Petro, iko makosa kesha. Haleluya. Anasema uongo. Na hiyo makuta haiko njweli kabisa shamba. Wanakamata wengine wanaweka, wanaficha. Haleluya. Haleluya. Wanaficha siri ngapi? Unatosha mimba ngapi? Haleluya. Haiko siri. Au kumegubwa. Amen. Jina la Bwana limeitiwe. Mtumishi anamwambia hapana. Haiko njoo bei. Asema hapana, tuseme uongo mbele yako mtumishi. Kusema uongo na kushuhudia uongo bila takuwa na haya. Mkristo sitakuwa na haya. Haleluya. Na kujitambua kusema kama hivi ndivyo kwa kanisa. Ni manione ama mimi. Wewe ogopa Mungu na heshima watu. Lakini inakuwa kuogopa watu na kudharau Mungu haiko vile hapana. Haleluya. Haleluya. Petro anamwambia kwa nini unamsia kiroho na shetani anakucha. Ukatoka tuite mapenzi ya Mungu nani anaingia? Shetani. Hakubali kusema kama hapana iko makosa. Mwisho akaanguka, akafanya akakufa. Utaniambia mtu anayejiua, anayemuua ni nani? Akape. Eske kama mbinguni ataingia? Na wewe Mungu unasikia habari yake leo. Kama unajikaza, utaingia kupita hiyo. Hatuna advantage. Haleluya. Eske hatuna advantage pale. Hata ingia. Lakini wewe mwenyewe unasikia kisa nimtendea Mungu. Mungu akahusika. Na kama hautapenda ubakie ile hali, utakufa. Kufa ni nini? Utembea mdunia ndani wako mapenzi ya Mungu yako kufuatisha. Haleluya. Juna tuko siku yako kutilia na utoke. Wanaenda kumzika. Kisa saa 3 mkeo na anakuja. Petro anamwambia, eske ni ile bei kabisa? Ndio ile. Ni sharti wa nyumba mtetee kazi ya Bwana, watoto watabarikiwa. Haleluya. Na upendeze Mungu. Kama mmoja anasikia sema afanye hivi, wewe usiweze acha ile mambo yaende mbele. Haleluya. Haleluya. Yesu Mungu asikie vizuri. Swahili unasikia mzuri. Sifa kwa Mungu. Anasema njoo ile tubii tumbele yako ingine hapa. Ni ile tu. Petro anamwambia kwa nini mnamhusia kwa Bwana na mnajashwa shetani na mchani juu ya nini hivi? Bwana yako amekwisha kufa, wanaenda kumzika. Tena sasa hivi anaenda kumzika ndio anakuja hapa. Ile habari isimsumbue hapana. Haleluya. Mnakuja kutoa sadaka, Mungu anakataa. Bwana anakufa. Wewe mkeo anamwambia Bwana anakufa. Haipaswi kuombea kitu kimoja. Shetani mkataa. Haleluya. Anafunga kichwa tu anakaa kimya kisha anafanya anaanguka anakufa. Haleluya. Yeye ni mzuri ile. Sio vema hapana. Mwenyewe kitu yake anakusudia mpelekee Mungu, mmekisha tena atamania na mletea balaa separation na Mungu. Amena. Leo tulisoma katika Acte Matendo ya Mitume 5:1-10. Na ya pili ilikuwa Akani. Akani ni mtu mmoja mwenye anashangaza kabisa.
Aliona namna gani Mungu anawapangia. Wanatembea na Mungu, watembea na Mungu. Na Mungu anawaambia msiguse kitu chochote. Mungu munaenda mwaiti ni kupitia kufungula funa kupigana na mnapita. Na mtapiga kila taifa. Lakini mfikie fasi na mtuma. Na alikuwa ndani alisikia. Aliona namna gani mili ya Yeriko ilianguka kwa jimbo tu. Haleluya. Hapo huyu mtu huyu mwenyewe alisikia kisi Mungu anasema. Anatembea pamoja na Mungu. Lakini kile kile Mungu alikataa ndio ndio ukifanya. Wanaenda wanapiga, siku nyingine wanaingia kama vile Yesu alisema kama tu na kisasi ya Mungu utapiga tu. Kumbe kushaingia shida tisha. Kwa ajili yako kule nje kanisa napata haya. Haleluya. Haleluya. Na wengine wanasema hata hiyo kanisa juu mtu hapana. Usikue kwazo. Na usikose falme mbinguni, usikose hapana, ingia. Komboa muda. Wanaenda kupigana taifa kidogo sana. Tena wapelelezi walienda, Yesu anawatuma, wanaangalia sema hapana, wana watu wengi hata ni wadogo sana. Tushende mingi hapo tu kidogo tutawapika. Haleluya. David alisaidia juu ya mtu mmoja. Wanaenda kupiga kule, hao watu wanapigwa sasa. Ilikuwa mara ya kwanza kupigwa na kuuawa ya chako. Na wanaporudia utumishi wa Mungu akusikia vizuri. Mungu ulisema kama tutashinda. Haleluya. Sasa leo tunashinda na mnakani iko nini? Anajipiga chini analia anaomba Mungu ni nini? Bwana anamwambia Israeli wamekosa. Haleluya. Au basi wote ila mtu mmoja anafanya vibaya. Bwana anamwambia rudia, acha maombi. Ita kila jamaa wapishe mbele yako, itakuonesha nani mwenyewe anafanya hivyo. Watu maisha kufa. Haleluya. Haleluya. Mungu atusaidie sana. Sisi tusikue kama watu wa namna hii. Tusikose kwa mbinguni. Wanaanza kupita kila familia inapita. Na familia inapita. Unasema uongo, eske nini kenye ulifanya? Sikia wewe mtu wa Mungu anakana anajivuta kusema kama hofu basi. Kwani nilibeba vitu vyenye Mungu alisema tushikuse. Haleluya. Niliona oro, nikaona fraka, nikaona mavazi mazuri, nikaibeba nikaenda kuficha mwema wangu na kutia pasi moja hivi. Haleluya. Wakati Bwana anasema usiue, unapooa, basi kama pesa Mungu. Haina mzuri. Bwana anasema usichukie, unachukia. Iko mzuri. Ni siri. Amen. Na aliposema hivyo kamfanya Yoshua kuhusika na Mungu akushia yasema pana ni sharti kumuua yeye, mke na watoto yote wafanye muue. Tena kufa ya hivi kupigwa machiwe. Haleluya. Juu yake bibi anakufa, watu wanakufa. Tuwe ake na sambi tu tunafanya. Amen. Ni sharti kuacha sambi, ukikase tu. Achia Mungu nafasi. Amen. Achia Mungu nafasi. Na tukasema tena hao watu hawakuwa nje, walikuwa watu wenye kujua Mungu. Haleluya. Aina Safira walikuwa mbele ya wapote wa mitume wa Mungu. Amen. Lakini kenye walifanya waliajesha nafasi na shetani akaweba zamu. Ndio walikuwa mkote ya shetani na yeye wao na shetani siku ya mwisho wataingia kwa moto. Haleluya. Amen. Sasa wewe unasema nini? Usikue na kawaida na kusikia neno la Mungu haipati nafasi kuingia ndani ya roho yako na kuitumikisha kwa baraka. Amen. Iko baraka. Na leo
tulipenda kuzungumzia tena kidogo sababu muda si mingi zaidi. Juu ya siri uko nayo. Tunakusii ile siri mbaya acha. Uone nuru ya Bwana ikie. Uone baraka Bwana ikufuate. Ufungue milango kutoka barikiwe. Haleluya. Amen. Sababu maombi ya mwenye dhambi mbele ya Mungu ni nini? Ni makelele. Tunatafuta tena mtu mmoja awe tayari kutusomea maandiko. Mathayo 10:2 kuachia 4. Na mwingine anatayarisha Yohane 12:3 hadi 6. Andiko la kwanza Mathayo 10:2 hadi 4. Aliyeko tayari asimame tusomee. Nasoma Mathayo 10:2 hadi 4. Majina ya hao mitume 12 ni haya. Wa kwanza Simoni Petro na Andrea nduguye, Yakobo wa Zebedayo na Yohana nduguye, Filipo na Bartolomayo, Tomaso na Mathayo mtoza ushuru, Yakobo wa Alfayo na Tadayo, Simoni Mkananayo na Yuda Iskariote, naye ndiye mwenye kumsaliti. Amen. Haleluya. Haleluya. Unasikia kisipanatea majina para kufikia kwa nafanya nini? Analeta baraka nafanya. Mwenye nafanya nini? Usaliti. Kuchafua. N'est-ce. Haleluya. Leo tulipenda tena kuzungumzia pale juu ya siri mbaya ilikuwa ndani ya huyu Yuda. Amen. Yuda. Hata mtoto mdogo anaposikia tu Yuda anasema ndio mdogo Yesu. Amen. Sasa wewe roho yako unaenda namna gani? Usikue na roho kama Akane, kama Anania na Safira ama Yuda. Amen. Tena kwa vile disciple alikuwa mchaguliwa mwenyewe, Yesu alimchagua binafsi. Amen. Kuingia mkanisa sio kusema kama njoo kuingia mbinguni. Hapana. Kuingia mkanisa ili upate kuingia mbinguni ni kutafuta kuwa mwenye kuwa bila doa mbaya wala siri mbaya, yani mtakaso, yani roho iko ndani mwako mwenye kuwa bila tatizo hata moja. Amen. Lakini kama utaingia mkanisa kuna siri mbaya yenye na kufanya huko mbali na Mungu, ufanye ile utafanya huko napona muda wako pekee. Na kama unakufa bila kutubu na moto utaingia. Haleluya. Tuko hapa sisi tulione ile moto. Tulishuhudia mambo siku ya tatu. Iko neema kubwa. Kusimama mbele yako iko neema kubwa. Na siku moja utaulizwa. Haleluya. Angalia sasa kile mtu iko pembeni ya Bwana, lakini ndani mwake hakuwa na furaha na mwenye alimchagua. Haleluya. Haleluya. Bwana kwambia kuja kanisa na Bwana kuwa na furaha. Amen. Huyu mtu Yuda yuko anatembea na Bwana Yesu, anatembea anafanya unafiki. Haleluya. Siri yako mbaya unafiki. Ndani mwako mko matendo mabaya. Hata kama utapenda kusema ukuje kila siku, kama wajifungua, ngaliko unahitaji utubu. Amen. Yaani kutubu ni nini? Acha matendo yenye Mungu apende, fuata matendo Mungu anapenda. Inaisha. Na siku moja wanaenda anafika mbele ya chama Lazaro na Maria
iko pale, wanataya chakula wanakula, na iko pale. Kisha Maria anauza parfum mzuri sana, anamwangia Yesu nini. Yeye kwake Yuda, ndani ya roho yake ilikuwa sawa vile banakata kitu kimoja. Mtu mbaya hapendake mtu mwingine abarikiwe. Amen. Mungu anahitaji abariki na mmoja. Na kama mmoja abarikiwa, wewe usihusike, sema Bwana upewe sifa. Unikumbuke na mimi. Haleluya. Amen. Mwisho hakuweza kufunga kabisa siri ile, na Mungu alipenda ile sifa ile ifunguke kwanza hata moyo yaanze. Anasimama anasema, namna gani parfum ya bei kali ya namna hii ya kuushisha hayo tupate makuta tuwapatie maskini. Haleluya. Donc kwake kufaa kumwangia Yesu. Est-ce que mtu yuko na akili? Amen. Amen. Huyu mtu yuko na akili? Kama mtu atasema hiyo avyo tunampatia udada, uhusiki na kutokuhusika ya kwake. Haleluya. Haleluya. Hiyo kuhusika yake haikufanya Bwana Yesu yeye parfum asimwangie. Amen. Sikia Yesu anatafuta kumjibia. Anamwambia siku zote mlikutwa na maskini. Haleluya. Mlikutwa na wachane. Lakini hiyo parfum inakuweza kusema kama siku karibu hapa mimi nitaondoka katika yenu, yani nitakufa. Anakuwa na tabiri deja. Haleluya. Haleluya. Eski Yesu alisikia furaha vipi? Hapana. Unaposikia kutetea mwenzako, wewe kwa kwanza kusema astahili hata. Ili ni mapenzi ya Mungu. Yote ni wetu. Mungu atumiza. Haleluya. Haleluya. Tuachiane wakati kila mmoja kwa Mungu wake na liberty total. Amen. Hapana kuwa kwazo hapana. Kuna kwa wengine walikufa na maroho yenye kuwa na kasirani juu ya matendo ya watu wengine. Na wakombana msamaha. Sasa wewe ungali kumdunia. Eske huko na chukuta chini. Haleluya. Sote tutatoka. Mimi niko mbele yako, ninachua kutoka mdunia ni furaha zaidi. Haleluya. Haleluya. Nikapitia hivyo. Akabakia tena na kasirani akasema, donc vitu nyenye nilisema nisikie. Tena yeye alikuwa anachunga kesi. Amen. Trésorier yeye ndio alikuwa anachunga kesi yeye. Haleluya. Kutosheka iko siri panda na yako. Autosheki wewe utesheki hapana. Donc autosheki hapana. Na hiyo kutosheka kwako wewe inakufanya kuwa mbali na Mungu, sababu unafikiria pale si Mungu tena shetani. Amen. Est-ce utabarikiwa vile? Hapana. Anabakia mreserve. Na siku moja Bwana anaanza kuzungumzia, kanamwambia tafuteni ufalme wa mbinguni, kwa maana siku moja dunia itafanya nini? Itaisha. Na mimi nimetumwa kuja kumuonesha njia iliyonyooka, na nitarudia kwa Baba yangu. Amen. Yale yote kwake Yuda hakusikia hapana. Tena mtamaa yake wanampatia kuwa mtu wa kulinda kesi asitosheke. Na Biblia inasema hivi, muna mkusema pale kusema kama hiyo parfum tuushishe tupatie makuta kwa watu wale wa maskini, haikuwa juu ya ile kumsemwa. Kile kile alisema sije yuko ndani mwake. Ndio maana ile kusema nini hii makuta tukaushisha sasa tutatoka batabeba. Attention unapogongola franka ya kanisa bashemashi epume bata sana franka osha beba tubu. Haleluya. Amen. Amen.
Haikuwa kusema sema ipatie wale maskini, ilikuwa kusema kama ayushisha ibebe. Bwana anasema, Biblia inasema kama alionekana kuwa mwizi. Haleluya. Tamaa yako inakufanya wewe na Mungu wa mwizi. Amena. Amen. Usiogope mwanadamu. Ni Mungu anataka tusafishe tu. Nafuata mzuri. Anabakia vile. Na siku moja niko mumeza, Bwana anakala, anaangalia, anakuta ndani mwake, anakuwa siri ya kusema huyu hivi yule niko namtafuta, mimi niko occasion ushisha sasa. Haleluya. Usiko occasion juu ya kufanya mtoto wa Mungu asiendelee katika imani iko vibaya. Haleluya. Hapo tutakamata Jean 12 3-6 et puis tutaisha tena Jean 21, on a sauté 26 à 27. Nitapendelea muandike tu, mutasoma sababu muda si mrefu zaidi hapa. Na Matthieu 26 14 à 16. Matthieu tena 26 47 50. Tutakamata moja nitasukuma, tutasoma ile nyingine tutasoma katika nyumbani. Haleluya. Amen. Wanaika iko wanakula na bangalia, sababu Mungu anaangalia ndani ya mtu. Mungu angalie mavazi hapana, anaangalia roho ya mtu. Na kama mtu atakuwa mtu mbaya ndani, atajipenda kujifanya sawa vile akuwe mtakatifu, mbenye itafanyika ndani mwake itaonesha kusema kama huyu si mtakatifu hapana. Haleluya. Parce que tout se fait ici. Amen. Bwana anaangalia anasema katikati yenu mmoja atanitoa. Amen. Haikuwa nje, wenyewe alitembea nao. Sasa katikati yenu hivi mko hapa, mmoja wenu shetani kisha kumwingia, yuko tayari kwenda kumshusha, atanitoa nikufe. Haleluya. Haleluya. Kama wanafika kule Equateur, huko neno moja inapatia susi sana. Au kule este, biko banaona kwa sura makarosi nini? Haleluya. Na wewe mwenyewe uko hapa. Na kama sio kufanya kitu cha namna ile, ni sharti utubu. Haleluya. Haleluya. Mawazo mabaya. Haleluya. Utaoka si mkanisa na mawazo mabaya, utabarikiwa je? Acha mawazo mabaya. Acha fikira mtu vibaya. Okoa nafsi yako. Hii ni nyumba ya Bwana. Umbali na manyumba yetu kule. Haleluya. Ujifanye kuwa mtakatifu. Moja kwa moja anza kusema utafuta kujidefend. Bwana, ni mimi? Haleluya. Eske ni mimi kweli? Ninaweza kuwa na ile hali ya kutoa. Bwana hakuta kusema kama hawasikie. Kila mmoja anajikuta sasa vile anakosa amani. Na mwenyewe neno naye anasimama anasema, eske ni mimi? Haleluya. Ile ufani ya namna ile ni vibaya wadogo. Huko unajua kuna makosa kama unafanya ufani yako mzuri. Nishati uache. Amen. Na Mungu atakupenda zaidi. Mungu akataa hata mmoja isipokuwa mwenye kwa katika mapenzi ya shetani. Yaani Bwana anapenda mapenzi ya Mungu ndio anakataa. Na unapotubu mbinguni kunafanyika fete. Amen. Naye anasema yule anasema hapana. Achi Bwana Rabi. Eske mimi kabisa napaswa kutoa. Yesu anamwangalia. Haleluya. Nasikia huruma. Yesu anasema basi ya pili kulikia wengine watambue. Anasema tena, angalia. Si tuko tunakula. Yule mwenyewe tutachangia mkono mara moja. Tunaingiza msali mara moja. Kwa!
njoo atanitoa. Haleluya. Haleluya. Anapenda nini? Anapenda kama wengine msijisulumu, hapana, si mwenye. Lakini hao wanao walibakia mpanike tu. Na mwisho biko wanakula mkono wa Yesu na Wayuda musali mara moja kuani. Amen. Haleluya. Ni pale Yesu anasema usimtafute adui mbali. Adui ni wa ndani na wa nyumba yako. Adui wa kanisa hili si wa nchi na wewe, ni wewe ndani ya kanisa. Amen. Eske Mungu nasikia vizuri? Maneno yako mbaya? Hapana. Na mwenye nasikia huzuni, ujiulize huzuni wako unatoka kwa nini? Toka musiri mbaya. Haleluya. Toka musiri mbaya. Kisha muda kidogo Yuda akatoka katikati ya kundi pale, akatoka. Amen. Anatoka anaenda kufanya kile kenye alikusudia. Anaenda kule Wayahudi anafika. Si Mungu anamtafuta Yesu asema. Sasa mnipati franka. Haleluya. Haleluya. Mnipati franka tu. Tena nitampatia consigne sababu hamtambuaje vizuri. Porque mtambue yeye mshina kwa nafasi nyingine, nitampatia consigne ilikuwa ni yule mwenyewe nitambusu. Amen. Nampatia pesa. Ndio yeye mkamate. Wako tayari kuteta mwenzako na kumpana hata kufe. Na kama anakufa ndio utapata nini? Haleluya. Ni sharti tutembee na upendo. Eske Mungu alikuwa na upendo? Alikuwa na upendo. Aliishi pale pembeni ya Yesu, akakula pembeni ya Yesu, kupitia Yesu. Amen. Amen. Akumfikiria vizuri hapana. Shetani aliingia ndani mwake. Usikubali yake shetani aingie ndani mwako. Usikubali kumpigiza shetani hapana. Piga imani yako vizuri, piga vita, kataa shetani. Hata kama njaa itaingia, isikusukume uingie mzambi. Acha Bwana. Hata fika magharibi atakubariki utakula. Haleluya. Tusome pale verset 47-50. Mathayo 26:47-50. Mathayo 26:47 hadi 15. Neno la Mungu linasema hivi. Basi alipokuwa katika kusema, tazama Yuda mmoja ya wale 12 akakuja pamoja naye kundi kubwa wenye mapanga marungu, wametoka kwa wakuu wa makuhani na wazee wa watu. Na yule mwenye kumsaliti alikuwa amewapa alama akisema, nitakaye mgusu huyu ndiye mkamateni. Mara akamwendea Yesu akasema, salamu mwalimu. Akambusu. Yesu akamwambia, rafiki, fanya ulilolijia. Wakaenda wakanyosha mikono yao wakamkamata Yesu. Amen. Haleluya. Kuja na wale watu kumkamata Yesu. Yesu akaogopa hapana. Haleluya. Hajua kusema kama hiki kitafanyika hapa kisa siku 3 tutafanya. Utaliona tena mzima. Haleluya. Anamwambia rafiki, fanya kile unakusudia. Wanamkamata wanaenda. Unajua kisi wanaenda na Yesu walifanya. Tunajua historia yote. Tusome tena pale kwa mwisho. Mathayo 27:5. Kabla ya Yesu kufikia kufe, huyu mwenyewe alimtoa siri yake mwenyewe inataka ufanye. 27:5. Vipande vya fedha
katika hekalu, akaondoka akaenda akajinyonga. Amen. Haleluya. Nitamania tena. Yule tena enda tena kule kubale baba sasa. Kwa nini mimi nafanya hivi? Ngoja fake hivi. Wao wanasema hapana, ni yako kwako. Haleluya. Mwisho yeye peke akaenda kujitungika. Ndio tunamwambia siri yako mbaya itakuwa wewe peke binafsi. Haleluya. Siri yako mbaya itafanya nini? Itakuwa wewe peke binafsi. Sasa angalia watu wao. Alitembea na mwenyewe. Akufikiria vizuri. Esi kutambia mtu siku ya levement Bwana atakuja kuchukua kanisa. Esi kataingia. Hapana. Sasa ni leo nikusema nini? Tusifanane na watu wanamna hii. Kila siku kumkanisa. Na mwingine atasimamisha tena kwa 14, 15, 13 ni vizuri. Msimamo wako mbele ya Mungu iko namna gani? Unasiri gani yenyewe Mungu afurahikia pana? Na unakosa furaha yako juu ya nini? Haleluya. Na utosheke juu ya nini? Kabla Yesu kutoka yalijua mbele. Amena. Tusifanane hao watu. Anania na Safira. Kupe mbaya. Walikuwa katika mapenzi ya Mungu. Wanatembea na mitume. Na siku moja shetani alisikia wivu juu ya matendo yao mazuri, Mungu yuko anasikia furaha. Haleluya. Haleluya. Usikuwe tena kama vile mke wa Jobe. Yuko anamwambia Jobe asimtukane Mungu sababu anakupita sana. Haleluya. Jobe alikataa. Akamwambia kama mbona unajibesa vile mke mpumbavu. Amena. Akani haliona uwezo wa Mungu, lakini tamaa ilimfanya nini? Mambo ya Mungu afeli aisahau kwa ajili ya tumbo yako, kwa ajili ya mwili yako, kwa ajili ya tamaa yako, inakufanya ukuwe na siri ile Mungu haitaki tena. Haleluya. Haleluya. Kwa ajili ya chuki yako, kwa ajili ya ulozi yako, kwa ajili ya maisha unafanya. Tulipoingia hapa, tulipiganishwa na hewa ya giza hapa, hawakuweza pale. Haleluya. Na wakavuka wakahitaji ya ngambo hapa. Walipina ikiwezekana. Na simu kabambi iko ndani ya mali hapa. Haleluya. Na watu wengi wanaingia hapa. Na ndiko ndani ya makanisa. Na Bwana anakuambia ile si mzuri. Haita kupeleka mbinguni hapana. Haleluya. Toka mwayo na Bwana ukubalie. Dunia tulikuta tukayachi. Matokeo ya dunia. Tulikuwa tunakuja kusema kama ujitayarishe. Haujui siku na saa. Unajua siku? Andiko la mwisho. Tena tulisoma tena siku ya 3. Proverbe 28:13. Proverbe 13. Ndiyo. Neno la Mungu linasema hivi: afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali yeye aziungamaye na kuziacha atapata rehema. Amen. Haleluya. Yesu kutabarikiwa. Afichaye dhambi zake atabarikiwa. Ni vile? Hapana, hautabarikiwa. Juu ya nini? Siri zenyewe kuna fichi. Mungu apende. Inakufanya usipate baraka ya Mungu. Inafanya laana ndiye mnyuma. Inafanya unakuwa vile tu. Na wewe mwenye kufurahika katika giza usiku. Ile monde yenu ya usiku ile iko inakusumbua. Unaona ndio mwisho. Huko hapa unatembea mabula ya usiku na bulozi, siku unatembea. Unawakia hapa kimya. Inakufanya kusema kama hautamwona Mungu. Sasa Mungu anakusikia huruma. Unatembea siku mingi. Mubariki bila tangu. Usikie huruma pana.
Na wengine wanaenda kufanya maevokasio kwa makaburi, kwa masimetiere na kudese mote, na wanakuta kai ile kwa watoto wa Mungu haiko tena kule, na wanaomba kusema kamurudie, mwambie watu tulikuwa na ndugu moja. Haleluya. Basi tumalizie ile neno. Alikuwa mshehe mkubwa, yani mwalimu mmoja wa Misima. Alianza kazi ya Mungu miaka 6, anasoma Qur'an yote ukichwa. Anafikia miaka 18 hiko anahubiri tu. Kumbe mwana mhubiri kwa ubiri ndani mwake alikuwa anaenda mapepo ya Romania. Haleluya. Ndio tunatumika naye. Niange sana kuitwa mtumishi na kutumika na giza liko vibaya zaidi. Haleluya. Hivi niko hapa mimi na mbele ya Mungu na Mungu wako, wewe ukamulize wiko je? Ni sharti kutambua na niko mbele yenu. Haleluya. Na sisi tumtambue. Ule roho Mungu afanye azunguruke sote kwa jumla. Na siku moja niko naambia watu amtawabu tumu alaina, amtawabu tumu alaina, amtawabu tumu alaina, warahimani tumu alaina, warahima tumu alaina, walisikuni walifaya alaina. Hii ni Qur'an. Tulipokea kule. Haleluya. Na chumi nasimaka Misima hawezi kusimama. Kumuonesha wale sitafuta njia ni wazi tu. Haina tatizo. Amen. Ni nini? Anaambia watu, mwanadamu, jinsi uko mzima bado kufa ni sharti utubu. Unasikia? Njoo maana ile. Hamtawabu tubu alaina. Asema njia zake. Angaliko mzima ni sharti faili utubu. Mwenyewe kusema utubu, ile neno wake yeye haiwikie inaenda kule. Mimi siko mtumishi wala nenda pana. Neno kutoka kwangu litaanza na mimi mwenyewe na itaenda kule. Sitawakila baba. Haleluya. No. Na siku moja watu wanasahau Bwana kabisa na Mungu. Siku moja Bwana anamuita akufe. Anakufa. Kisha kufa atakwenda kumshika, anarudia tena. Haileta ushuhuda. Anasema, "Wandugu, mimi ninafanya siku mingi katika Misri hili na ni kusema tu bongo. Nituka na mabania. Mtafute njia ile ndoka Isa bin Maryam." Isa bin Maryam ni nani? Wanamuita katika Misri Isa bin Maryam kusema kama mtoto wa Maria ndio Yesu. Amen. Basi kama Isa bin Maryam ni Yesu. Mfuate ile njia. Vile Maombi alisema, mute Qur'an. Katika haya Maria, karati kanasi. Anawaambia kusema attention. Kwa kweli mimi ninaona kama ninampoteza. Iko vile na wase wote wanajua ile. Lakini wanafunga ile maneno. Haleluya. Mtafute njia ile Isa bin Maryam. Watu wanasanga koma mtu wanaona huyu mpaka anasema naombele mimi naenda kumoto nitachuma moto na kisha nakufa mpaka vile. Tukasema Bwana asifiwe. Haleluya. Na leo wewe huyu mwenyewe unamfuata Yesu. Unamuona Yesu aliiba. Haleluya. Unamuona Yesu alienda kuloga. Unamuona Yesu kusema watu wao. Sasa wao wanafuata nani? Mwenye kuwa na uongo ni shetani. Na huyu shetani Mungu alimfukuza, alikuwa pamoja naye, naye kutosheka. Atashinda kutosheka iko na basi ya Mungu mingi. Haleluya. Est-ce que unapata mzuri? Hicho siku za leo lazima tupate maisha na panata kusema. Nasikiaga kuruma sababu nilipoona moto na kuona watu wengi wadogo sana na waweza kutoweka ni wengi zaidi. Tena viko wanatembea. Tena wewe ni kutoka hapa huko nakutana kule. Na Biblia anakuambia wewe unaona unafika kwa kimya. Acha ile kabisa. Haleluya. Mungu yuko na neema sababu ya kufa kwa muda. Haleluya. Kwa muda.
na tuko tayari kusema Mungu apewe sifa, sababu tulipata neema ya kufungulia mlango ili tuzungumzie hiyo. Tena ushuhuda tunayoshuhudia kasema jinsi Mungu anasema. Na kweli mbarikiwe sana, umesikia. Na Mungu mwenyewe anajua kusema hivyo kisha tushuhudia. Haleluya. Na sasa tutasema tena. Ni nani aliye tayari kusikia kusema kama ni sherti nisokei, ili watumishi wa Mungu wanyambilie Mungu wangu anirudilie? Unaweza kuwa na chuki inakufanya kuwa kama vile mtu mwenyewe utaki. Haleluya. Ni siri mbaya. Ukamwona mwenzako ndani ya kanisa basi kukerulana? Hapana. Tufurahiane. Haleluya. Kwa hivyo tunakutana hapa. Basi katika jamaa moja niko mawili jamaa tuko ndani ya yeye. Ndani ya nani? Inapita jamaa. Inapita nini? Na hivi nakuona siku moja kuja kwa Yesu tuonane tena kule itakuwa kuna zaidi. Haleluya. Tunakualika mwenye kujisikia simame, sababu tunamalizia. Nasema sikatafuti